Klabu ya Arsenal imeingia kwenye vita ya usajili na mabingwa wa Italia Juventus Turin kuwania saini ya kiungo wa kimataifa Ujerumani Leon Goretzka. Nyota huyo wa Bayern Munich anatarajiwa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu wa joto baada ya mkataba wake kufikia tamati, jambo linalovutia vilabu vikubwa barani Ulaya vinavyotafuta kuimarisha safu zao za kiungo. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari vya Ulaya, Arsenal wanaona Goretzka kama chaguo muhimu kuongeza nguvu na uzoefu katika kikosi chao kinachowania mataji, huku Juventus wakitafuta mbadala wa muda mrefu katikati ya uwanja. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 31 ana uzoefu mkubwa katika mashindano ya UEFA Champions League na timu ya taifa ya Ujerumani, hali inayomfanya kuwa kivutio kikubwa sokoni. Wakati huo huo, klabu ya AC Milan imeelekeza macho yake kwa mshambuliaji wa Jamhuri ya Ireland Troy Parrott anayekipiga katika klabu ya AZ Alkmaar. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 anaripotiwa kuwa na thamani ya takriban pauni milioni 25, huku Milan wakihitaji kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji kuelekea msimu ujao. Kwa upande mwingine, klabu ya Brighton and Hove Albion inaendelea na mkakati wake wa kuibua vipaji chipkizi baada ya kuonesha nia ya kumsajili winga kijana Ujerumani Said Elmala kutoka FC Cologne. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 amevutia macho ya wachambuzi wengi baada ya kubadilisha wakala wake, hatua inayotafsiriwa kama ishara ya uwezekano wa kuhamia klabu kubwa zaidi. Kwa ujumla, dirisha la usajili wa kiangazi linatarajiwa kuwa na ushindani mkali, huku vilabu vikubwa vya Ulaya vikijipanga mapema kukamilisha sajili muhimu. Arsenal, Juventus, AC Milan na Brighton zote zimeonyesha dhamira ya kuimarisha vikosi vyao, jambo linaloashiria msimu ujao 2026-27 kuwa na ushindani mkubwa zaidi katika ligi na mashindano ya kimataifa. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media kwa update zaidi za kimichezo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.